Pia katika eneo ambalo watu wengine wameniuliza ni njia za kuzuia UTI kabisa. Kwa hiyo tuangalie njia 5 ambazo zinaweza kukusaidia kuzuia UTI kabisa. Tukumbuke haya mambo tulishajifunza, kwa tunajaribu kuweka sawa kwa sababu ya maswali ya watu wengine. Wewe umechoka na UTI kurudia mara kwa mara, fanya haya mambo 5 yanaweza kukusaidia kuondoa UTI kabisa. Njia ya kwanza, kunywa maji ya kutosha kila siku. Tulijifunza kule nyuma ni vyema ukawa unakunywa maji kuanzia glasi 6 mpaka 8 kwa siku. Hizi ni glasi, sio vikombe, sio lita. Ni glasi 6 mpaka 8 kwa siku. Inakusaidia kusafisha njia ya mkojo. Hivi bakteria hawakai muda mrefu kwenye njia ya mkojo kwa sababu ya yale maji unayokunywa yanasafisha. Kadri unavyoenda kukojoa inasafisha. Kwa hiyo bakteria hawezi kukaa kwenye njia ya mkojo. Njia ya pili, usijizuie kukojoa. Tulijifunza pale mwanzo. Acha kujizuia kukojoa. Umepata hisia ya mkojo, nenda ukakojoe haraka. Kuzuia kukojoa unaongeza bakteria. Njia ya 3 tulisema fanya usafi sehemu za siri. Hasa tulisisitiza kwa wanawake. Fanya usafi kuanzia mbele kwenda nyuma. Naposema kuanzia mbele kwenda nyuma, wanawake mnanielewa wakati kufanya usafi. Epuka kuingiza bakteria tena ndani. Unapofanya usafi wengine kwa bahati mbaya kwa kutokujua kuanzia nyuma kwenda mbele, wanachukua usafi wa nyuma, uchafu wa nyuma, wanausogeza mbele. Ni rahisi bakteria kuingia katika tundu na kusababisha bakteria hao wajirudie tena na tena na tena. Njia ya 4, kojoa baada ya tendo la ndoa. Hili ni jambo muhimu sana. Husaidia kuondoa bakteria walioweza kuingia wakati wa kujamiiana. Tulisema kwamba ute uwe wa kike au wa kiume, ukishagandiana nje ya njia ya mlango wa kike, nje ya uke, bila shaka huwezi kubaki hivyo tu, lazima utatengeneza kitu kingine, utatengeneza madhara. Kwa hiyo ni vema mara tu baada kufanya tendo la ndoa kufanya usafi. Usisubiri baadaye lisaa lipite, masaa mangapi yapite. Fanya usafi wakati huo wa tendo, baada ya kumaliza tendo la ndoa. Na kukojoa mkojo baada ya kufanya tendo la ndoa, ule mkojo unasaidia kusafisha ile njia ya mkojo. Njia ya mwisho ya 5, epuka bidhaa zenye kemikali kali. Ziko bidhaa, mafuta, sabuni ambazo zina kemikali kali sana, zimetengenezwa na kemikali kali sana. Na utajua kemikali kali kwa kusoma au kwa harufu yake tu. Kwa hiyo hizo kemikali zinaharibu pia mazingira, zinavuruga mazingira ya mwili wako kwa ujumla wake. Tukumbuke kuzuia ni bora kuliko kutibu. UTI inaweza kuzuilika kabisa ukifuata hayo maelekezo. Basi kwa hapo tutakuwa tumerudia hayo masomo mawili ambayo wengi wameyazungumza, wameyauliza, lakini ni pia tutazungumzia, nilitaka somo hili liishe, lakini kuna baadhi ya watu wataka tuzungumzie kwa undani zaidi kuhusiana na vipimo na majibu ya vipimo. Kwa hiyo tutaendelea na somo hili, vipimo
na majibu ya vipimo. Ni follow na share ili wengine wajifunze zaidi pamoja nasi. Asante.